Yo, mambo vipi na kweje watu wangu bwana? Leo tunamzungumzia mtu tajika bwana. Naposema tajika ni tajika kweli. Nitakuwa na kuelezea mwanzo wa career yake na sababu yake ya kupotea kwenye game. Anamzungumzia nani? Namzungumzia DJ Afro bwana. Najua kuna namna moja au nyingine umekama cross movie zake au jina lake. So far DJ Afro ndio the most famous movie commentator hapa nchini Kenya. In fact sehemu zingine bwana watu hukutana kwenye movie shops au cinema halls na ulipia kutizama movie zake, ingawaje zimeweza kupungua sasa hivi kutokana na ukuaji wa teknolojia, au sio bwana? Na tukianza mwanzo kabisa, jina lake halisi ni James Mungai, anajulikana kwa jina la kimataifa DJ Afro Amigos, au kipenda Kimoda bwana, au Kemoda Endungani, au sio bwana? Pia nisisahau kukueleza kuwa anatokea Nakuru bwana. Naam, jamaa huyu sio mgeni jijini, na ni kweli kusema kuwa alitundia siku zetu hapa awali tulipokuwa tukikua, na ni jamaa anajulikana hadi na watoto wadogo bwana. Ingawaje sasa hivi umaarufu wake umeanza kupungua kutokana na sababu ambazo nitakuwa nikikueleza. Na tukianza na mwanzo wa kazi, mwanzo kabisa DJ Afro alianza kazi yake kwenye mikoa ya Rongai na Kiserian karibu na Nairobi, ambapo alifanya uanamisaji wa moja kwa moja kwenye sinema za eneo hilo around 2006. Yani alikuwa na tafsiri au kufanya commentary ya sinema mbele ya watazamaji kwenye sinema au mahali pa kuonyeshea movie. Hii ilifanya watu kupenda kazi yake kwa sana bwana. Baadaye alihamia Nakuru ili kupata msaada wa vifaa kama microphone na recorder baada ya kukoseshwa mchango wake kwenye maeneo ya awali. Alinunua vifaa vyake mwenyewe miaka michache baadaye na alianza kuhudumia watu kupitia maduka yake ya kuuza DVD cinema katika mji wa Nakuru. Na tukija katika sekta ya umaarufu wake, alipata umaarufu mkubwa kwa mvuto wake wa kipekee kutokana na sauti, mzaa na lugha rahisi kutamka, huku akitafsiria sinema za kigeni kwa Kiswahili. Alikuwa maarufu sana hadi sinema zake zilikuzwa kwa njia ya mitandao, na hadi alirekodiwa na vyombo vya habari na kumfanya kuwa mmoja wa kiunzi bora katika tasnia ya burudani nchini Kenya. Netflix hata ilitumia mfano wake katika matangazo yao kabla ya kufanywa na DJ Afro rasmi kutokana na ghadhabu ya mashabiki dhidi ya Netflix ajua video ya kumwiga DJ Afro. Na tukija katika sababu za kushuka kwa umaarufu wake, sababu ya kwanza kabisa ni usumbufu na KFCB. Mnamo mwaka 2018, hapo ni 2018, Kenya Film and Classification Board ilikoma kusambaza sinema zilizokuwa na lugha changamano, na ilituma agizo kwa vituo kama Gikuyu TV kusitisha kuonyesha kazi zake. Hii inatokana na lugha ambayo anaitumia mara nyingi ambayo huwa explicit, yani lugha fulani ambayo imelegelegea. Ingawa baadaye alifanikiwa kuondoa vizuizi hivyo bwana, lakini jambo hilo lilileta mshtuko katika kazi yake. Na tukija katika sababu ya pili ni mabadiliko ya tabia za watumiaji. Na ukuaji wa teknolojia bwana umeleta kama vile streaming platform kama Netflix, Showmax na matumizi ya simu kulibadilisha soko la burudani. Watu wanapendelea sana maudhui yanayopatikana kirahisi popote na wakati wowote. Na tukija katika sababu ya tatu ni vipindi vingine na mawazo mapya. Kama inavyoelezwa kwenye video za hivi karibuni, kuna wachezaji wapya wa ulimwengu wa uanamisaji ama utafsiri wa sinema. Wengine waliingia katika mitandao ya digital na kumfanya Kimoda aonekane kama wa zamani. Sio kumaanisha kuwa DJ Afro hajakumbatia udijitali, ila kunapokucha bwana vitu vingi vinabadilika. Na tukija katika sababu ya nne ni usikivu mdogo katika vyombo vikubwa vya habari. Video zake hazikutangazwa tena kwenye vituo vya TV vikubwa. Kulikuwa na kipindi kikubwa cha utulivu ulioshamiri, hali ambayo ilichangia kupotea kwa muonekano wake juu ya jukwaa la umma. Sababu ya tano na sababu ya mwisho ni sababu zake binafsi, na pia kuigwa sana au impersonation. Unapata kuwa unapokwenda kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook na YouTube, utapata account nyingi zinazojiita DJ Afro. Hivyo kushindwa ipi ya kweli ipi ya uongo, hii inaathiri brand yake, identity na hata kipato. Kwa ujumla kazi za DJ Afro Amigos ilikuwa ni yenye ubunifu na imechangia pakubwa kwenye burudani ya Kiswahili, lakini imekuwa ngumu kabisa kukaa mstari wa mbele kutokana na mabadiliko ya teknolojia kama unavyosema sasa hivi bwana. Na mafunzo ya hii video bwana ni kuwa mbunifu kila wakati, fuata trends, fanya pivot na kumbatia teknolojia bwana, kama huduma mpya ya YouTube na streaming commentary. Anyway, yepi maoni yako kuhusu hili swala, na neno lipi au neno hipi DJ Afro ashaitamka ambayo utoisahau kamwe? Achia hapo kwenye comment section. Pia usisahau kulike na kusubscribe kwa maudhui zaidi. Bye bye.